Nikukaribisha tena mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kimichezo kutoka hapa. Siku ya leo ilikuwa ni siku special kwa upande wa klabu ya soka ya Simba Sports Club baada ya kuitisha press conference majira ya saa 4 asubuhi kuzungumzia juu ya mchezo unaowakabili mbele yao wa dabi ya Kariakoo. Kupitia msemaji wa timu hiyo Ahmed Ali aliweza kuzungumzia mambo kadhaa kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Young African Sports Club, mchezo utakaopigwa Mei 3, 2026 hapo kesho kutwa siku ya Jumapili. Miongoni mwa mambo ambayo yamezungumzwa siku ya leo ni pamoja na kutaja viingilio katika mchezo huo katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, uwanja wa nyumbani wa klabu ya soka ya Simba. Kiingilio cha chini kabisa katika mchezo huu ambao ni eneo la mzunguko ni shilingi 15,000. Ukijumlisha na shilingi 2,000 ya kadi, maana yake mzunguko ni shilingi 17,000. VIP ni shilingi 30,000. Ukijumlisha na 2,000 ya kadi kwa ambaye hana kadi ni shilingi 32,000. Na VIPA ni shilingi 50,000 sawa na shilingi 52,000. Hivyo ndiyo viingilio vyetu katika mchezo wetu wa Kariakoo Derby. Kutokana na kuhodhi mechi kubwa, uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo umepelekea kuongezwa viti takriban 2,000 ili kuhimili wingi wa mashabiki ambao watahudhuria katika mchezo huo wa Mei 3, 2026 wa dabi ya Kariakoo, Simba Sports Club dhidi ya Young African Sports Club, mchezo wa ligi kuu NBC Tanzania bara. Kingine ambacho kilizungumzwa na msemaji wa Simba Sports Club Ahmed Ali katika press conference aliyoifanya siku ya leo na waandishi wa habari ni pamoja na kuwataka mashabiki wa klabu ya soka ya Simba kutokuwa na mihemko na hasira za haraka pale ambapo wanaona timu yao haitendewi haki ikiwa uwanjani, pamoja na kuwataka kutokurusha chupa kwa waamuzi wa mchezo ili kukwepa adhabu ambazo wamekuwa wakizipata mara kwa mara kwa vitendo hivyo. Klabu ya Simba anauendea mchezo huu wa dabi ya Kariakoo ulio mbele yake wa Mei 3, 2026 akiwa tayari ana ushindi mikononi mwake baada ya kumtandika Yanga katika michuano ya Muungano Cup 2026 kule Zanzibar, na endapo atamtandika tena katika mchezo wake wa nyumbani katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, basi hakika atakuwa ameondoa ule unyonge ambao ulikuwa ukizungumzwa muda mrefu kwamba ataondoa unyonge ama ataruhusu klabu ya soka ya Yanga kuendelea kuonyesha ubabe mbele ya Simba. Kwa upande wa Yanga pia sidhani kama ataweza kumwacha Simba ashinde mara ya pili katika michezo ya dabi ambayo imefuatana katika msimu huu. Kama shabiki wa vilabu hivi viwili ambaye unafuatilia video hii, unaweza ukatoa maoni yako katika comment section. Je, unaona Simba Sports Club anakwenda kushinda tena katika mchezo ulio mbele wa dabi ya Kariakoo namo Mei 1, 2026? Kama wewe Young African Sports Club unaweza pia ukasema unaona timu yako ya Yanga ikienda kushinda katika mchezo huo. Tukutane katika comment section. Hii ni Manyuzi TV, usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili usipitwe na kila content ama video ambayo inazungumzia masuala ya kijamii, michezo pamoja na tegi mara kwa mara. Tukutane tena hapo baadaye.